Habari za siku ya leo, mtazamaji wa Ukaguzi Online TV ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Karibu katika matangazo haya upate habari kuhusu maendeleo ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Tunaanza matangazo yetu siku ya leo kwa kuelekea moja kwa moja Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi jijini Dodoma, ambapo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CPA Advocate Charles Kichere amefungua rasmi mafunzo kwa kundi jipya la waajiriwa 48 wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, pamoja na kushuhudia wakila kiapo kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Mafunzo hayo yameanza rasmi leo Septemba 29 mwaka 2025 makao makuu ya NAOT jijini Dodoma, ambapo yanalenga katika kuwajengea uwezo jumla ya waajiriwa hao wapya 48 ambao watajumuika katika kada mbalimbali za ukaguzi. Kada hizo ni pamoja na ukaguzi wa hesabu za kifedha, financial audit, ukaguzi wa ufanisi, performance audit, ukaguzi wa kiuchunguzi, forensic audit na ukaguzi wa mifumo ya tehama. Kuwepo kwa kada hizi kutaiwezesha Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi katika kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi, hususan katika kaguzi hizo za hesabu za fedha, ufanisi, kiuchunguzi na mifumo ya tehama, na kutimiza dira ya ofisi ambayo ni kuwa taasisi yenye kuaminika na ya kisasa katika ukaguzi wa umma, inayotoa huduma za ukaguzi za viwango vya juu zinazoimarisha imani kwa umma. Akizungumza katika hafla fupi ya ufunguzi wa mafunzo hayo, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ametoa wito kwa waajiriwa hao wapya kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zote za utumishi wa umma na zile za kiukaguzi, na kuwaasa kujielimisha wakati wote watakapokuwa ndani ya utumishi wa umma. Tupate taarifa zaidi. Ndugu washiriki waajiriwa wapya, mafunzo haya ni sehemu ya utekelezaji wa matakwa ya sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Pia ni sehemu ya utekelezaji wa sera na mpango wa mafunzo wa Ofisi yetu ya Taifa ya Ukaguzi, ambapo kila mwajiriwa mpya anapaswa kupatiwa mafunzo elekezi kabla ya kupangiwa majukumu rasmi. Lakini mafunzo haya yanalenga kuwajengea uwezo katika maeneo mbalimbali yanayohusu utumishi wa umma, uelewa wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi pamoja na kazi za ukaguzi wenyewe. Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi inayo maadili ya msingi ambayo kila mtumishi anapaswa kuyaishi. Maadili hayo ni kufanya kazi kwa uhuru na bila upendeleo. Maadili ambayo pia tunafundishwa katika ukaguzi. Wengine wamesoma accounts kama wamesoma accounting, mtakuwa wamesoma na auditing, mlendani kuona independence, objectivity na vitu kama hivyo. Kufanya kazi kwa utaalamu, professionalism, kufanya kazi kwa uadilifu, integrity, kufanya kazi kwa kuzingatia matokeo na kufanya kazi kwa ushirikiano, teamwork. That's very important. Auditors lazima mfanye kazi kwa ushirikiano na kupendana. Lakini malizie hotuba yangu, sio siku ya kusema sana, tutakutana wakati tunafanya mafunzo pia, kwa kuwakumbusha kuwa mafunzo haya sio mwisho wa kujifunza kwenu. Hivyo ni muhimu kufanya jitihada binafsi ili kujiongezea ujuzi wa maarifa na maarifa ya kazi wakati wote, baada ya kutegemea mipango ya mwajiri peke yake. Ukuaji wa teknolojia umerahisisha zaidi upatikanaji wa maarifa. Tumieni mitandao kusoma kozi mbalimbali, tafuteni ithibati za kimataifa za kitaaluma, international professional certifications. Fanyeni zaidi ya kawaida ili kujitofautisha katika ulimwengu wa sasa wenye ushindani mkubwa. Nisisitize hilo, mnatakiwa msome kweli kweli. Kama nilivyosema, kuna standards za kiasibu unatakiwa uzijue, on top of that unatakiwa ujue standards za kiukaguzi. Kwa hiyo sio lele mama, msilale. Ili kupata taarifa zaidi kuhusu maandalizi na matarajio ya waajiriwa hao, chombo chetu cha Ukaguzi Online TV kimefanya mahojiano na baadhi ya waajiriwa wapya pamoja na kurugenzi ya utawala na rasilimali watu ambao wanasimamia mafunzo hayo. Tupate taarifa zaidi. Kwa majina naitwa Rehema Harun Kombo, ni mwajiriwa mpya Ofisi ya Ukaguzi ya Taifa katika kada ya ukaguzi wa fedha. Baada ya kupata ajira hii, nimejipanga kwanza kupokea mafunzo, kwa sababu kabla ya kuanza kuingia katika vituo vya kazi tumeandalia mafunzo maalum kwa ajili ya kuelekeza ni kitu gani tunachokwenda kukifanya. Kwa hiyo nimejipanga kwanza kupokea yale ambayo wametuandalia na kisha kuweka commitment ya kwenda kutekeleza kwa ufasaha zaidi yale ambayo mwajiri wangu anatarajia kutoka kwangu.
Katika haya mafunzo ambayo tumeandaliwa, kikubwa nilichojifunza ni ukubwa wa taasisi na unyeti wa taasisi ambayo nimeajiriwa. Kwamba nimeajiriwa katika taasisi ambayo ina nafasi kubwa sana katika maendeleo ya nchi yangu, lakini pia ni taasisi ambayo iko nyeti sana, ambayo inahitaji commitment ya hali ya juu katika kutekeleza majukumu yangu. Leo katika mafunzo tulipata bahati ya kusikiliza hotuba ya CAG, na katika hotuba hiyo CAG alitukaribisha katika utumishi, lakini pia alisisitiza kuadapt culture za ofisi ya ukaguzi wa taifa, lakini pia kubwa zaidi alisisitiza katika kujiendeleza. Sio kwamba umeshapata ajira ukabweteka ukaona umeshamaliza. Amesisitiza tukiwa ndani ya ajira, wakati tunatekeleza majukumu yetu, tusisahau kujiendeleza kielimu na kuongeza certification ili kufanya urahisi utekelezaji wa majukumu yetu. Kuna kauli alisema kwamba usipokuwa mtu wa kujiendeleza katika profession yako utazeeka. Sio kwa maana ya kutoka mvi, ila akili yako itadumaa na kujikuta uko pale pale kupiga hatua katika kazi yako. Kwa majina naitwa Kelvin Ruta Godfrey. Ni mwajiriwa mpya katika kada ya ukaguzi wa hesabu na ni mara ya kwanza naajiriwa. Kikubwa nilichojifunza kwamba kama mwajiriwa na mtumishi wa taasisi ya umma natakiwa kufanya kazi kwa uweledi, kwa kuzingatia masharti ya kazi na kufuata katiba ya nchi ili kuweza kuleta maendeleo katika nchi yangu pamoja na taasisi kwa ujumla. Majina naitwa Joseph Simon. Mimi ni mtumishi mpya. Mafunzo haya yanatuwezesha na sisi tunapoenda kufanya shughuli za taasisi kuweza kufikia objective, malengo yaliyopangwa na taasisi. Katika mafunzo nimeelewa ni namna gani NAOT office inavyofanya kazi. Naanza kupata ile taswira rasmi ya jinsi taasisi inavyofanya kazi, na mafunzo haya yanatuwezesha kuelewa utumishi wa maadili ya utumishi wa umma, kuelewa sheria mbalimbali na miongozo mbalimbali katika utendaji kazi katika taasisi. Jina langu ni Richard Sylvester, ni afisa utumishi ambaye nashughulikia mafunzo katika ofisi ya taifa ya ukaguzi chini ya division ya utawala na management ya rasilimali watu. Mafunzo haya yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni uelewa wa utumishi wa umma na ofisi ya taifa ya ukaguzi. Lakini sehemu ya pili ni uelewa wa kazi ya ukaguzi yenyewe. Katika sehemu ya uelewa wa utumishi wa umma tutawafundisha kuhusu sheria, kanuni, taratibu na maadili ya utumishi wa umma. Kuna sheria, kanuni, taratibu na maadili ya ukaguzi, lakini pia tutawafundisha kuhusu ofisi yenyewe, muundo wa taasisi pamoja na mawasiliano ya kiofisi. Lakini katika hii sehemu ya kwanza pia inahusisha viapo. Kuna viapo vya aina mbili ambavyo watumishi hawa wanaapa. Sehemu ya pili ya mafunzo haya inahusu ukaguzi wenyewe. Tuwafundisha ukaguzi kwa vitendo, kaguzi mbalimbali ambazo zinafanywa na ofisi ya taifa ukaguzi. Ukaguzi wa fedha, ukaguzi wa ufanisi, ukaguzi wa mifumo ya taarifa, na katika hatua zote hizo tutawafundisha miongozo mbalimbali, mbinu na teknolojia ambayo tunaitumia katika kaguzi zetu. Mtazamaji, karibu na endelea kuwa nasi na utazidi kupata taarifa mbalimbali za maendeleo ya ofisi hii ya taifa ukaguzi hapa katika online TV yetu, lakini usiache kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Twitter, Facebook na ule mtandao wa X. Nikutakie jioni njema na kila laheri katika utendaji kazi wa taifa.